Japani katika sehemu 7 inazidi kusonga mbele, wanaita chain of what. Twende sambamba zaidi. Mnahitaji kula chochote? Ndio, kao soy. Chakula cha kaskazini cha Tai, lazima andae tena. Okay, nitatengeneza kwa ajili yenu. Wewe kwa nini unasimama hapa? Hawa pia ni wapenzi, mtu na mume wake hapo. Huwezi amini. Payu pamoja na Hin. Niwashukuru sana nyinyi wawili. Inabidi niweze kuacha hapa. Na msafiri salama. Inabidi uweze kwa makini mwenyewe Ken. Achana na ule jamaa. Acha ufala. Yaani bwana Lu. Kiamini labda ni jamaa yake sasa hivi. Ondokeni bwana. Bye. Kweli, wewe inabidi kuweza kudandia pipa, kuweza kuelekea Tai. Simu inaita pale pale. Ni sai kapiga simu. Huenda kuna kitu cha muhimu atakao meza ukipata. Nini kinaendelea dada? Hini? Hello, wae sai. Nini kinaendelea? Kuna jambo la muhimu limetokea. Nok Gang limekamatwa. Unasemaje? Nok Gang limekamatwa. Genge la Nok limekamatwa. Ni genge tishio. Nani aliweza kulikamata? Ken pia alishangaa. Huenda ili genge analijua. Sasa hili mfanya kuweza kukumbuka mbali sana. Tukio liweza kutokea miaka miwili iliweza kupita. Hili ni tukio ambalo hatokaa kaweza kulisahau, kwa sababu ndio tukio liweza kupelekea yeye kuweza kumpoteza Din. Ile siku alipoweza kupigwa risasi majira usiku kwenye korongo, waliangukia mtoni. Yeye pamoja na Din. Na Din ndiye alikuwa ameweza kupigwa risasi. Lengo ni kuhitaji kuweza kumsaidia Ken, ambaye kwake alikuwa ni kama mkewe ama sweetheart, lakini wote ni wanaume. Hiyo ni ndoa. Ipo dhahiri kabisa huko kwao, wala hakuna shida kabisa. Mambo yalikuwa ni mazito hapa. Hali ilikuwa ni tete. Wakati bado Din inaonekana uhai bado hujamtoka, kwa sababu mpaka sasa hivi inasemekana baada ya miaka miwili mwili wake ndio umepatikana, lakini sura imeharibika. Kwa hiyo ni ngumu kuweza kutambua kwamba ni Din au la. Kuna wengine wanasema amekufa, wengine wanaamini kwamba huenda yule sio Din, huenda anaishi sehemu nyingine kama ilivyokuwa Ken, kimeujiza tu. So maneno yake hapa alikopo ni mazito, akimwomba Ken, usife kwa ajili yangu, ishi kwa ajili yangu, yani usife sasa. Maneno yale yalikuwa keza kumkera sana Ken, kwa sababu ya kama yalikuwa ni maneno ya kuweza kuagwa ya mwisho na Din, ila ndicho alichoweza kumwomba na hakuna kingine, kwamba usife kwa ajili yangu na uishi kwa ajili yangu pia. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Hili ni tukio ambalo hataweza kulisahau. Kila wakati lapoweza kumjia yeye, kwake ni kilio. Hayo ndio aliweza kumsi kama mpenzi wake, na akimwambia anampenda sana. Kwa hiyo asife, muda wake wa kufa bado. Hii ni miaka miwili iliweza kupita.
Ili tukio tuliweza kulishuhudia pale mwanzo wakati mashine inaanza. Haya. Naona picha za kina Ndito zipo. Mwamba bado mawazo kibao ni kilio. Kenny anamkumbuka mumewe na ndio anayemlilia. Shughuli nani mapenzi ya jinsia moja. Ajabu sana Kumbuka mapenzi yalikuwa kiweza kupatiwa ndio anamchanganya kabisa. Oje. Nini? Nok Gang limekamatwa? Yale maneno anayakumbuka wakati Hina anaongea kwenye simu. Ken, mzigo wangu uko wapi? Sasa ijulikane mzigo gani ulipelekea mpaka wa kuweza kupigwa risasi. Lakini aliweza kushambulia, inaonekana alikuwa ni mtu mwingine tofauti ambaye sura yake hatukuonyeshwa. Ilikuwa ni usiku, mvua inanyesha na alikuwa na spy coat kubwa sana. Yeye alikuwa ni kwa mbali. Sasa mzigo gani ulikuwa ukiweza kudaiwa? Chanzo cha yote. Mwamba na hasira ya kuhitaji kulipa kisasi. Kutaka kujua ni nani aliweza kusababisha mpaka Dean kutoweka. Miaka yote hiyo miwili alikuwa akiweza kujifua kujiweka fiti baada ya kuweza kujua hii dunia sio nzuri kama wengi wanavyoweza kufikiria. Kuna mabaya mengi sana. Kuna wengi wanamwinda. Yupo China. Mazishi yanafanyikia Tai. Na yule ni mpenzi wake. Je, astahili kuweza kwenda? Lakini aliambiwa asiende, Tai ni hatari kwake pia. Mzee yake ametulia zake hapa. Anajua matatizo ya mwanae. Kinachomsibu mwanae ni nini? Akili yake ipo sawa hata kwenye mambo ya kazi. Toka Dini atoweke. Mzee yake ametulia zake hapa. Kijana alishuka. Huyo kwenda na kukutana babake. Mzee akimuuliza hujalala? Hakuna jibu. Mzee alisimama. Kamsogelea kijana wake. Alipomtazama machoni, alitambua kijana wake nini ambacho anakihitaji. Na kwa hili aliamini ngumu kuweza kumzuia. Alikwenda na kumkumbatia babake, kiona huzuni mkubwa sana. Shughuli wanaita chain of what? Hii hapa ni sehemu ya 7 na mambo bado ni mazito. Haya, tuangalie mwisho wa yote ni nini? Chanzo ni kipi? Bado tupo nyuma ya pazia. Kuna pipa linashuka hapa Tai. Limetokea wapi hatujui. Hii sasa ni Thailand.
sehemu ambapo mazishi yatafanyika ya Din. Kwa baadhi ya ndugu na jamaa na marafiki wote ikabidi kuweza kujikusanya hapa. Kuna ibada ya siku kadhaa kabla mwili kuweza kuchomwa. Na majivu kuchukuliwa kuweza kupelekwa ndani ya memorial table. Sasa nimemwelewa Ken. Nini ambacho nakifikiria kwa sasa? Na mwana huruma sana. Ameshindwa hata kuweza kuja na kuweza kumuona mpenzi wake japo mara ya mwisho. Upo sahihi kabisa. Mimi sihitaji kuweza kuamini kwamba Dini ameweza kutoweka kwa njia kama hii. Oya, masuala ya kumzungumzia Dini hapa nyumbani ni mbaya kwa sababu kila mmoja anasikiliza. Sawa Dr. Lao. Sai, inakuwaje? Wacha tukusaidie. Mbona umekuja mwenyewe? Pai yuko wapi? Yupo njiani anakuja. Hello Boon. Boon. Kama unahitaji msaada wote niambie. Oh, hapana asante. Nahitaji kuzungumza naye baada ya mazishi. Alimwambia Hin, ambaye ni mke wa Pai. Akashangaa. Huyu anamuita Boon. Yapi yanafuata? Tukutane katika sehemu ya 8. Chain of What. Katika sehemu ya 7 sina la ziada. Bye bye.